pray as we learn from you, Na tunaomba ya kwamba tunapofundishwa nawe, our life will be better day after day. maisha yetu yawe bora siku baada ya siku. We're going to scriptures once again. Tunaingia katika maandiko mara nyingine. Lord, grant each of us understanding. Bwana, jalia kila mmoja wetu kuelewa. Let your word have effect, impact, transformation in our lives. Wacha neno lako liwe na matokeo, mabadiliko katika maisha yetu. Lord, let your spirit interpret your word to our spirit. Bwana, wacha roho wako afafanulie roho wetu neno lako. Thank you for hearing our prayers. Asante kwa kusikia maombi yetu. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina. Amen. Amina. As we go into the Bible, Tunapoenda katika Biblia, we come to 2 Corinthians chapter 13. tunakuja katika Wakorintho wa pili sura ya 13. And I found the apostle praying. Na nilipata mtume pale akiomba, Praying for the church then and for the church today. akiombea kanisa la siku zile na pia kanisa la leo. It becomes important for you and me to consider that prayer. Inakuwa ni muhimu wewe nami tuzingatie hilo ombi. We found it in 2 Corinthians chapter 13, particularly verse 8. Tunalipata katika Wakorintho wa pili sura ya 13 haswa mstari wa 8. For us to have a clearer understanding, let's start reading from verse 7. Ili tuelewe vyema, hebu tuanzie mstari wa 7. Now I pray to God that ye do no evil. Nasi twamwomba Mungu msifanye lolote lililo baya. Not that we should appear approved, but that ye should do that which is honest. Si kwamba sisi tuonekane tumekubaliwa, lakini ninyi mfanye lile lililo jema. Verse 8. Mstari wa 8. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Maana hatuwezi kutenda neno lolote kinyume cha ukweli, bali kwa ajili ya ukweli. This prayer that the apostle offered for the church, for you and me, Ili ombi ambalo mtume alipeana kwa ajili ya kanisa, kwa ajili yako na ajili yangu, show clearly the purpose of our redemption. inaonyesha wazi lengo la ukombozi wetu. Look at that verse 7 again. Angalia mstari wa 7 tena. Now I pray to God that ye do no evil. Nasi twamwomba Mungu msifanye lolote lililo baya. I pray to God that ye do no evil. Na muomba Mungu msifanye lolote lililo ovu ama baya. How do we interpret that? Je, unafafanua kivipi hilo? The apostle is asking God to help you and help me to get to the point in our life that nothing evil is in us. We never do it, we don't participate in it, we are totally free from it. Mtume anamwomba Mungu kwa ajili yako na mimi ya kwamba tufike kiwango ambacho hatuingii katika uovu wa aina yoyote ile. And we are wondering, can God ever answer such a prayer? Na pengine tunashangaa, je, Mungu anaweza jibu maombi kama haya? Did God answer the apostle at that time? Je, Mungu alimjibu mtume wakati ule? Were there not people at that time that lived free from sin? Je, hapa kuweko na watu wakati ule ambao waliishi maisha yaliyokuwa uhuru kutokana na dhambi? Can God also help you and me now to live above evil? Na je, Mungu anasaidia wewe na mimi sasa hivi tuishi maisha yaliyo juu ya dhambi? Let's see some scriptural testimony as evidence that God answered this prayer. Hebu tuone mistari ambayo ni ushahidi ya kwamba Mungu alijibu hili ombi. That it's not just prayer that was thrown there or written there and is just empty, no effect. Ya kwamba sio tu ombi ambalo liliombwa ama lilitupwa pale na hapakuwa na matokeo. Do we find some scriptures that confirm that God answered that prayer? Je, kuna mistari ambayo inadhihirisha ya kwamba Mungu alijibu hilo ombi? Come with me to Romans chapter 6.
Enda nami katika Warumi sura ya 6. I want to read verse 17. Nataka nisome mstari wa 17. But God be thanked that ye were the servant of sin. Lakini Mungu na ashukuriwe kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi. You were, not that you are. Mlikuwa, sio ya kwamba nyinyi sasa hivi mko. Something has happened. Kuna kitu kimefanyika. Look at that verse again. Angalia mstari tena. But thanks be to God that ye were servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Lakini Mungu na ashukuriwe kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mlitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake. Verse 18. Mstari wa 18. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkao watumwa wa haki. The apostle had prayed for them to be free from sin. Mtume alikuwa anawaombea wapate huru kutokana na dhambi. Here we come across the record of answer to that prayer. Hapa tunapata rekodi ya majibu ya hayo maombi. He said you were a sinner before. Anasema ya kwamba walikuwa watenda dhambi hapo awali. We are thanking God because things have changed. Lakini sasa wanamshukuru Mungu kwa maana mambo yamebadilika. We discover you have been set free. Tunagundua ya kwamba umewekwa huru. He said, as I give testimony about you, I want to say something about myself also. Sema ya kwamba kama ninapeana ushuhuda kwa ajili yenu, nataka niseme kitu kunihusu pia mimi. Look at Romans chapter 8 verse 1. Angalia Warumi sura ya 8 mstari wa 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho ya uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Kwa sababu sheria ya roho ya uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Here the apostle is rejoicing already and thanking God. Hapa mtume tayari anasherekea na kumshukuru Mungu. He said, I remember we prayed. Anasema nakumbuka tuliomba. That God will help us so that we don't do evil. Ya kwamba Mungu atatusaidia ili tusitende maovu. And come and see answer to prayer here. Na njoo uone majibu ya maombi hapa. I discover you used to be a sinner. Niligundua ulikuwa mtenda dhambi hapa awali. This one a drunkard, this one a thief, this one a murderer, this one an apostate, this one a prostitute. Huyu mlevi, huyu mwizi, huyu kahaba. Me myself a violent person, I kill, I beat, I did evil. Mimi mwenyewe mtu wa hasira na upiga watu na ua watu. He said, brethren, come and see. Anasema sasa wapendwa, the drunkard is no more a drunkard. Mlevi sio mlevi. This other one a prostitute, she's no more a prostitute. Huyu aliyekuwa kahaba sio kahaba. This one we know how to be a murderer, no more. Huyu aliyekuwa muuaji sio muuaji tena. The one everybody knows is a thief is no more a thief. Ule ambaye kila mtu alikuwa anajua ni mwizi. And come and see myself. You know me. Things have changed. Na njoo mnitazame, mnanijua vyema, vitu zimebadilika. That is redemption. Hiyo ni ukombozi. And the God that answered prayer then, na ule Mungu ambaye alikuwa anajibu maombi siku zile, is still here for us. Bado ndiye Mungu wetu leo. Amen. Amina. This is evidence that God answered prayer. Hii ni ushahidi ya kwamba Mungu anajibu maombi. This is the testimony, the evidence of redemption. Hii ndio ushuhuda, ushahidi wa ukombozi. He requested that God will help the people and himself. Aliomba ya kwamba Mungu asaidie wapendwa na pia amsaidie yeye. This is the prayer. Na hili ndilo ombi. Number 1, freedom from evil. Cha kwanza, uhuru kutokana na uovu. Number 2, honesty in our dealings. Cha pili, uaminifu katika shughuli zetu. Number 3, living consistently in the truth and for the truth. La tatu, kuishi ukifululiza
kujiuliza kwa ukweli na ndani ya ukweli. This is Christianity. Huu ndio Ukristo. Every other instruction are just attachments. Mashauri mengine yoyote ni vitu ambavyo ni vya kando tu. Well, I discover some people are more interested in the outward appearance than the real thing that makes us free from sin. Na nimetambua ya kwamba watu wengi wanashughulikia sana mambo ya nje, lakini hawashughuliki kile kitu ambacho kinatuweka huru kutokana na uovu. The apostle said, my concern is that you become free from evil, become free from sin. Mtume alisema ya kwamba haja yangu ni kwamba muwe huru kutokana na maovu, kutokana na dhambi. The question you must answer, the question I must answer is, this prayer, has it been fulfilled in my life? Swali ambalo nafaa kujibu ni kwamba hili ombi limedhihirika ama limetimilika ndani ya maisha yangu. Being made free from sin. Kuwekwa huru kutokana na dhambi. Have you allowed God to set you free from sin? Je, umemruhusu Mungu akuweke huru kutokana na dhambi? Have you allowed Jesus to step into your life so that your life is transformed and changed? Je, umemruhusu Yesu aingie ndani ya maisha yako ili maisha yako yabadilike na yawe mapya? Because the matter of freedom from sin is not just by struggling. Kwa sababu kuwa huru na dhambi sio tu kitu ya kung'ang'ana nayo. It is a divine change, divine transformation. Ni kazi ya kiungu, kazi ambayo Mungu mwenyewe ndiye anakubadilisha. Have you been made free from sin? Je, umewekwa huru kutokana na dhambi? I discovered something about church people. Niligundua kitu fulani kuhusu watu wa kanisani. When a drunkard joins church, wakati mlevi anajiunga na kanisa, he does not stop drinking, but he changes the venue where he does the drinking. Huwa haachani na ulevi, lakini anabadilisha tu yale mazingara ambayo anapata mvinyo wake. The only difference is where is the drinking done. Tofauti iliyoko ni kwamba ni wapi anapata mvinyo wake. Before he joins church, he's drinking openly. When he joins church, he begins to drink secretly. Kabla ajiunge na kanisa alikuwa anakunywa tu kwa uwazi, lakini baada ya kujiunga na kanisa anaanza kukunywa akijificha. Before he join church, they commit fornication, immorality anywhere, anytime. When they join church, they begin to commit fornication secretly. Kabla ajiunge na kanisa alikuwa anafanya uzinzi, uasherati mahali popote pale, lakini baada ya kujiunga na kanisa anaanza kujificha akifanya uzinzi ama uasherati. So the apostle is saying, it's not by changing the place where you used to do it. It is by changing your heart so that you no longer do it. Lakini mtume anasema kwamba la hasha, sio kwa kubadilisha mazingira ambapo unafanyia dhambi, lakini ni moyo wako ubadilishwe ili usiendelee katika maovu. You say, can that be possible? Unauliza, je, hiyo inawezekana? In this dirty, corrupt world, people steal, people tell lies, there's evil everywhere. Katika ulimwengu uliojaa maovu, ufisadi, watu wanaiba, wanafanya maovu kote. Do you think God can do it? Unauliza, pengine Mungu anaweza fanya hivyo? That God can make a drunkard to be free from drunkenness? Kwamba Mungu anaweza mfanya mlevi awe na uhuru kutokana na ulevi? That God can deliver a witch, a wizard from all those occultic things? Kwamba Mungu anaweza mkomboa mrogi, mchawi kutokana na hiyo uovu? Are you sure God can deliver a prostitute? Uko na uhakika ya kwamba Mungu anaweza komboa kahaba? All these people that tell lies, you mean that God can do something so that they no longer live in telling lies? Hao watu wote wanaofanya maovu, wanasema uongo, unasema kwamba Mungu anaweza wakomboa ili wasiendelee katika kusema uongo? And Apostle John said, give me time to answer you. Na mtume Yohana akasema kwamba nipe nafasi nikupe jibu. In John chapter 8. Yohana sura ya 8. John chapter 8. Yohana mtakatifu sura ya 8. In verse 34. Mstari wa 34. Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committing sin, living in sin, is a servant of sin. Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Look up here. Nitazameni tafadhali. He is the master.
Yeye ndiye mkuu. He is his servant. Mimi ni mtumwa wake. I am his servant. Na pia mchungaji ni mtumwa wangu. So tell me, he, who is he to me? Je, niambieni ule ni nani kwa mchungaji? I go over it again. Hebu nirudie tena. That's the master there. Huyo ndiye mkubwa. Have you seen the master? Unaona mkubwa? This man belongs to him. He is servant to him. Mimi ni mjakazi wa mkubwa pale. But I am a servant to him. Lakini mchungaji ni mjakazi ama mtumwa. So who is he to me? Kwa hivyo yule mkubwa ni nani kwa mchungaji? He's my master, isn't it? Pia ni mkubwa wa mchungaji. Satan is the master. Ndiye mkuu. These other people are sinners, and sin is the property of Satan. So who is their master? Hao wengine wote ni watenda dhambi na dhambi ni milki ya Ibilisi. Kwa hivyo Ibilisi ni nani? Who is their master? Mkubwa wao ni nani? So Jesus said, whoever is committing sin is a servant of sin, and all servant of sin are servant of who? Satan. Kwa hivyo Yesu alisema ya kwamba yule atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, na watumwa wote wa dhambi ni watumwa wa Ibilisi. So the people say it means all of us are condemned. Say exactly. Na watu wakasema ya kwamba inamaanisha wote tumehukumika, na akawaambia ndio mmehukumika. But that's not the end of the story. Lakini hiyo sio kikomo cha hadithi. Verse 36. Mstari wa 36. If the Son therefore shall make you free, what will happen? Basi mwana akikuweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. I want to hear you. Nataka niwasikie. If the Son decides to make you free, what will happen? Mwana akiamua kukuweka huru, nini itafanyika? Satan cannot hold you down. Ibilisi atakuweka chini tena. If the Son shall make you free, you will be free. How? Indeed. Mwana akikuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. It's not a matter of doing it secretly, it's a matter of freedom. Sio mambo ya kujificha ficha ukifanya dhambi, lakini ni kitu cha uhuru wa ukweli. And for you to step into that freedom, in verse 32, it said, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Na ili uingie katika huo uhuru, katika mstari wa 32 anasema kwamba tena mtalifahamu kweli, nayo hiyo kweli itaweka huru. Whoever you are, haijalishi wewe ni nani, whatever you are doing in the vineyard of God, haijalishi unafanya kazi gani katika shamba la Mungu, you cannot get nearer to heaven except you are set free from sin. Huwezi karibia mbingu kama hauko huru kutokana na dhambi. Whether you fast for 100 years, haijalishi hata ukifunga miaka 100, or you give all the money you have, ama unapeana pesa yote uliyo nayo, as long as you are not free from sin, you are not for heaven. It's not possible. Kama hauko huru kutokana na dhambi, wewe sio wa mbinguni, haiwezekani. That's the reason he came. Hiyo ndio sababu Yesu alikuja. Jesus came to set us free. Yesu alikuja kutuweka huru. Free from sin. Huru kutokana na dhambi. If the Son therefore shall make you free, you will be free indeed. Mwana akikuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. That's why the Pharisees, they grabbed the woman. Hiyo ndio sababu Wafarisayo wakamshika ule mwanamke. And they dragged the woman to Jesus. Na wakapeleka yule mwanamke kwa Yesu. Already there was stone in their hand. Tayari walikuwa na mawe mikononi. They said, Jesus will cut this one. Wakasema Yesu tulipata yule mwanamke. In the very act of adultery. Tulimpata katika tendo la uasherati. Already we know what Moses said. Tayari tunajua ile ambayo Musa alisema. Today is the day you are dying. Leo ndio siku huyu mwanamke atakufa. We are going to stone you to death because that was Moses said. Tutampiga mawe hadi akufe kwa sababu hiyo ndio sheria ya Musa. But just before we do it, lakini kabla tufanye hivyo, Jesus, what do you say? Yesu, maoni yako ni yapi? And Jesus saw all of them. The one that is drinking in the secret, the one that is committing immorality in the secret, the one that is stealing in the secret. He said, okay, if you never committed any evil, if you are clean, kill her. Yesu akaona kila mmoja wao, wale ambao wanafanya dhambi ya zinaa kisiri, wale ambao wanalewa kisiri, wale ambao wanaiba kisiri, na akawaambia kama hauna dhambi basi kwa wa kwanza kurusha jiwe. The murderer dropped his stone and walked away.
Ule muuaji akaangusha jiwe lake akaenda zake. The drunkard, he dropped his stone and walk away. Mlevi akaangusha jiwe lake akaenda zake. The fornicator dropped his stone and walk away. Mzinzi pia akaangusha jiwe lake akaenda zake. They all left her. Wote wakamwacha yule mwanamke. So Jesus said, woman, where are the people that want to kill you? Yesu akamuuliza yule mwanamke, wako wapi hao watu waliotaka kukuua? He said, they are all gone. Akasema wote wameenda. Now I am setting you free. Sasa hivi nakuweka huru. But listen. Nisikize vyema. Go sin no more. Enda usitende dhambi tena. Look at this prayer again. Hebu angalia ombi tena. Say, now I pray to God that you do no evil. Anasema sasa hivi naomba Mungu ili msitende dhambi tena. That is the meaning of salvation. That is the meaning of redemption. Hiyo ndio maana ya wokovu, maana ya ukombozi. It is not that we just enlist our name in the church register and we continue to do the evil we have been doing. Sio ya kwamba tunanakili tu majina yetu katika nakili ya kanisa na tunaendelea kuishi maisha ya dhambi. Salvation is being made free from sin. Wokovu ni kuwekwa huru kutokana na dhambi. You remember when Kenya became an independent nation, when you got independence. Unakumbuka wakati taifa la Kenya lilipata uhuru? The first president, rais wa kwanza, it happened to be the father of the present president. Na alikuwa ni baba ya rais wa sasa hivi. History had it that he walked to Kamiti prison. Historia inasema ya kwamba alienda mpaka kule gereza la Kamiti. There he declared emancipation for all the prisoners. Akaweka wale wafungwa wote uhuru. Life imprisonment, you are free. Wale ambao mmefungwa kifungo cha maisha mko huru. I still have 3 years to serve, you are free. Bado niko na miaka 3 ya kutumika, uko huru. My case has not been decided, you are free. Kesi yangu haijamuliwa, uko huru. You are sentenced to death, you are free. Umefungwa kifungo cha maisha, uko huru. All the prisoners were set free. Wote wafungwa waliwekwa huru by the authority of the president. Kwa mamlaka ya rais. If the son. Kama mwana. If the son. Kama mwana. Shall make you free. Atakuweka huru. What happened to you? Nini takufanyikia? You are free. Utakuwa huru. That's what Jesus came to do. Na hilo ndilo Yesu alikuja kufanya. And those prisoners walked out. Na wale watumwa wote, wafungwa wote wakaenda. All the prison officers, they can't hold them. Because say you cannot go. It's free. Askari wote wa magereza hawangewakwamilia ya kwamba huwezi enda, lakini mko huru. Sin and Satan can no longer keep you in bondage. Dhambi na ibilisi haziwezi kukuweka tena katika utumwa. Did you hear what I said? Mmesikia kile ambacho nimesema? I said that sin and Satan can no longer keep you in bondage. Dhambi na ibilisi haviwezi kukuweka katika utumwa tena. I didn't say so, I'm only reading Bible. Sio maneno yangu, ninawasomea Biblia. Romans chapter 6 verse 14. Warumi sura ya 6 mstari wa 14. He said, for sin shall no more have dominion over you. Nasema ya kwamba dhambi haitawatawala tena. That's what Jesus came to do for you, for me, for all. Hilo ndilo Yesu alikuja kukufanyia wewe, kunifanyia mimi na kufanyia kila mmoja wetu. But brethren, listen. Lakini wapendwa, sikizeni. That day when the president declared the prisoners free. Ile siku ambayo rais aliwapa uhuru wafungwa wote. What if some prisoners say, I'm not going anywhere, I want to remain here? Je, kama mfungwa fulani angesema, siendi mahali popote, mimi nataka kubakia hapa. I like to be in bondage. Napenda kuwa katika utumwa. I like to be suffering. Napenda mateso. I don't want freedom. Sitaki uhuru. Whose fault will that be? Makosa ni ya nani? Here the Son of God brought freedom to you, to me, to all. What if somebody said, no, I love stealing. I don't want to go to heaven. I want to perish. Hapa mwana wa Mungu ameleta uhuru kwa ajili yako, kwa ajili yangu, lakini yeye anasema kwamba sitaki kwenda mbinguni, nataka niangamie. If somebody said this fornication thing is so sweet, if I finish doing it and go to hell, it's okay. I don't want to be free. Mtu akisema hii uzinzi inanifurahisha sana, wacha niendelee tu
Yesu, hata nikikufa nikienda jehanamu niko sawa, sitaki uhuru. It's like somebody is having cancer. Ni kana kwamba kuna mtu ako na ugonjwa wa saratani. He's about to die. Anakaribia kukufa. Then somebody rushed in and said, we discover a doctor. That doctor, once he gives you injection, 3 minutes, cancer is gone. Alafu mtu anamjia, anamwambia tumetambua kuna daktari ambaye akikutibu dakika 3 saratani imeisha. And it is free. Na ni bure. Come we go. Njoo tuende. He said, no, I don't want to go. I want to die here. Anasema ya kwamba sitaki, nataka tu nikufe hapa. Do you think that's reasonable? Je, mnafikiri hiyo ni kitu ya busara? If sin remain in your life, kama dhambi itabakia ndani ya maisha yako, it's your choice. Hiyo ni uamuzi wako. Because it is written, kwa sababu imeandikwa, that the authority of sin over you has been taken away. Mamlaka ya dhambi juu yako imechukuliwa. The power of sin, mamlaka ya dhambi, has been broken. Imevunjwa. Therefore, kwa hivyo, if the Son makes you free, mwana akikuweka huru, he said you are free indeed. Nasema uko huru kweli. Romans chapter 6 verse 18. Warumi sura ya 8 mstari wa 18. And see the testimony of people. Naona shuhuda za wapendwa being made free from sin. Wamewekwa huru kutokana na dhambi. Being made free from sin. Wamewekwa huru kutokana na dhambi. We are looking at 3 points. Tunaangalia ujumbe katika. You see, each time I read this verse of scripture, I feel like jumping. Kila wakati nikisoma hii kifungu cha Biblia, nafikiri najihisi kana kwamba niruke. I feel like singing. Najihisi kana kwamba nafanya. I say, Satan, look at me, I'm free from your chain and bondage. Kutokana na minyororo yako na utumwa wako. He set me free and I'm free. Aliniweka huru na niko huru. He said, look at that woman. I said, I'm not interested anymore. Niambie, angalia huyo mwanamke anasema sina haja tena. He said, look at another man's money. Go and take it. I said, no, I'm no longer interested in being a thief. Nasema angalia pesa ya mtu mwingine, lakini nasema mimi sina haja, mimi sio mwizi. He said there is a Freemason and you can join homosexual. I said, no, I'm not interested in that anymore. I'm on my way to heaven. Nasema kwamba kuna waabudu sanamu, unaweza jiunga na ushoga. Nasema la hasha, niko njiani naelekea mbinguni. Somebody is traveling to Mombasa. Mpendwa anasafiri anaenda Mombasa. I am traveling to London. Nami naelekea Uingereza. The Mombasa man said, come and let us enter this truck together. Na huyu anaenda Mombasa ananiambia njoo tuingie katika hili gari pamoja. I said, I'm not following you. Our destination is different. Namwambia sitakufuata, kule tunakoelekea ni tofauti. This truck cannot get to London. Hili gari haliwezi nipeleka Uingereza. I need to enter an aeroplane on my way to London. Nafaa niingie katika ndege nikielekea Uingereza. They say this fornication thing is sweet. I say, I'm not for that anymore. I'm going somewhere up above. Wanasema uzinzi ni raha, lakini nasema mimi sina haja nayo. And then the wife of Potiphar wrote a letter, secret letter. I said, come. My husband is not around. Let's go and do it. I said, no, I'm going home. I'm going to heaven. Alafu mke wa Potifa akaandika barua ananiambia njoo tufanye haya mambo kisirisiri. Nasema la hasha, naelekea mbinguni. You want to go to the bedroom with the wife of Potiphar? I'm asking you. Unataka kwenda katika chumba cha kulala na mke wa Potifa? You want to follow Gehazi, the liar? Unataka kumfuata Gehazi, muongo? Are you a relative of Judas Iscariot? Je, wewe ni wa ukoo wa Yuda Iskarioti? Answer me. Nijibuni. Are you another Ahithophel? Je, wewe ni Ahithofeli mwingine? You want to go with them? Unataka kwenda The pamoja children nao? of Eli. Wana wa Eli. If the Son sets you free, what happens? You are free. Akikweka huru, nini nafanyika? Unakuwa huru. That is the meaning of salvation. Hiyo ndio maana ya wokovu. But people are telling us if women wear, they should not wear long trousers. They should not put something in their head. Men, you should cut your hair. You should cover it like this. That is just external thing. Lakini watu wanasema wanawake wasivalie nguo fupi, wavalie nguo mrefu, wasijipake vitu fulani, wafunike wapi, lakini hiyo ni vitu tu za nje. A prostitute can also wear long gown. Kahaba pia anaweza valia vazi lililo refu. Oh, it's impossible. It's possible. Yawezekana. Those external things can be there. Hivi vitu vya nje vinaweza kuwepo. Who cannot sing chorus on a Sunday? Nani hawezi imba
Jumapili. If a drunkard comes, he also can join. We say hymn 150 something, and then we open and sing together. Everybody sing. Hata mlevi akikuja Jumapili tunasema ya kwamba tunaimba wimbo fulani, tufungue, pia atafungua na ataimba. We are talking of people Tunaongea kuhusu watu that came to the Savior ambao walikuja kwa Mwokozi and received a change in their hearts. na wakapokea mabadiliko ndani ya mioyo zao. The Son sets them free. Mwana amewaweka huru. There is no other definition of salvation except that, freedom from sin. Hapana ufafanuzi mwingine wa wokovu ila hiyo uhuru kutokana na dhambi. You say, what is the meaning of salvation? I say freedom from sin. Pengine unasema maana ya wokovu ni nini, lakini ni huru kutokana na You dhambi. say, what is the definition of salvation? I say freedom from sin. Pengine mnauliza ufafanuzi wa wokovu ni nini, nasema uhuru kutokana na You dhambi. say, what is the qualification for heaven? I say freedom from sin. Mnasema ili niingie mbinguni nafaa nifanye nini, na waambia uwe huru kutokana na dhambi. You say, how can somebody be a member of Deeper Life Bible Church? I say freedom from sin. Mnauliza pengine naweza kuwaje mshirika wa kanisa la Deeper Life, nasema ni huru kutokana na dhambi. How can somebody be a member of the Universal Church, the one that is redeemed, the one on the way to heaven? Freedom from sin. Mpendwa, anaweza kuwaje mshirika wa kanisa ambaye anaelekea mbinguni, ile ni kuzingatia kuwa huru kutokana na dhambi. For sin shall not have dominion over you. Romans chapter 6 verse 14. Kwa maana dhambi haitakutawala tena. Warumi sura ya 6 mstari wa 14. And if the Son will set you free, you are free indeed. Na mwana akiweka huru na kuwa huru kweli kweli. And you shall know the truth, and the truth will set you free. Na mtajua ukweli na ukweli utawaweka huru. And after all that transaction is completed, the Bible says you are made free from sin. Na baada ya haya yote kukamilika, Biblia inasema ya kwamba umewekwa huru. That's why the apostle was rejoicing, saying, thanks be to God. Na ndio sababu mtume alikuwa anasherehekea akisema ya kwamba Mungu ashukuriwe. And we should all join him and rejoice in that freedom. Na wote tunafaa tuungane naye tusherehekee katika hiyo uhuru. We are looking at the message that ye do no evil. Kichwa cha ujumbe wetu ni kwamba msifanye lolote lililo baya. That ye do no evil. Msifanye lolote lililo ovu ama lililo baya. It is prayer. We have read it 2 Corinthians chapter 13 verse 7. Ni maombi. Tumesoma katika Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 7. It's a command. Ni amri. Thou shalt have no other God before me. Thou shalt not steal. Thou shalt not commit adultery. It's the same thing. Do no evil. Msiwe na Mungu mwingine, msitende maovu, msiabudu sanamu. Ni kitu kile kimoja tu, msifanye maovu. Let's look at 3 points very quickly. Tuangalie ujumbe katika sehemu 3 kwa haraka. The outward display of piety. Maonyesho ama udhihirisho ya nje ya wema. Number 1, the outward display of piety. Kipengele cha kwanza, maonyesho ya nje ya wema. Number 2, the heavenly demand for piety. Kipengele cha pili, mahitaji ya wema wa mbinguni. The heavenly demand for piety. Mahitaji ya wema wa mbinguni. Number 3, the inward demonstration of piety. Kipengele cha tatu, maonyesho ya ndani ya wema. The inward demonstration of piety. Maonyesho ya ndani ya wema. We start with the outward. Tuanze na ya nje. In many religious circles, Katika mazunguko mengi ya kidini, their main concern is that we keep certain religious rules. nia yao kuu ni kwamba sisi tuzingatie kanuni na masharti ya dini fulani. Rules that are just outward. Kanuni ama masharti ambayo ni ya nje tu. What to eat, what we should not eat. Kile wafaa ukule, kile wafaa usile. What to drink, what we should not drink. Kile wafaa unywe, kile wafaa usinywe. How we dress, what we should not wear. Vile wafaa uvalie, vile wafaa usivalie. All packed together as religious
rules. Vyote vinawekwa pamoja, vinakuwa kama masharti ama kanuni za kidini. For those people, if we are committing sin secretly, they don't bother. So far we keep their rules. Kwa watu hata kama tunafanya dhambi za kisiri, hawajali, ile wanajali tu ni tuzingatie masharti yao. If you keep their rule, even though you are a murderer, so far you didn't do it publicly, all right. Ukizingatia masharti yao, hata ingawaje wewe ni muuaji, hata kama ufanyi kwa wazi, uko tu sawa. If this one is keeping their rule, she's still committing her fornication, abortionist, whatever. As far as they are concerned, she's all right. Kama huyu anazingatia masharti yao, hata ingawaje anaavya mimba, anaishi katika uzinzi, ako tu sawa. But that is not all right with the Almighty God. Lakini kwa Mungu hiyo haifai. Isaiah chapter 29 verse 13. Isaya sura ya 29 mstari wa 13. Isaiah 29:13. Isaya sura ya 29 mstari wa 13. Wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth and with their lips do honor me, but they have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept and commandment of men. Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao yamefarakana nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. You cross to New Testament, Matthew 15. Ukienda katika Agano Jipya, Mathayo 15 verses 7 to 9. mstari wa 7 hadi 8. He said, these people, they honor me only with their mouth, their heart far away from me. Anasema watu wananiheshimu tu kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao iko mbali nami. One may appear externally fine. Kwa nje mtu anaweza onekana kwamba ako tu sawa. You dress well and you are looking fine. Anavalia vizuri, anaonekana vizuri. And I say, hey, this is a sister, this is a child of God. Alafu mimi nasema, tazama, huyu ni binti, huyu ni mwana wa Mungu. Look at this gentle brother. Hebu mtazama huyu ndugu ambaye ni mpole. And heaven said, look at the heart. Na mbingu nayo inasema, angalia moyo. Marko chapter 7. Sura ya 7. Marko chapter 7. Sura ya 7. I'm reading verse 21. Ninasoma mstari wa 21. This well-dressed woman, huyu dada ambaye amevalia nadhifu, this gentleman, huyu mwanaume ambaye ni mpole, that we call brother and sister, ambaye tunamuita ndugu dada. Heaven said, look at their heart. Mbingu nayo huku inasema, hebu angalia moyo wake. Mark chapter 7 verse 21. Marko sura ya 7 mstari wa 21. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adultery, fornication, murders. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, uwaji, theft, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Wivi, uwaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. All these evil things come from within and defile the man. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. How about the long gown? Je, na hili vazi refu? All these things in her heart defiles the woman. Hivi vyote vilivyo ndani ya moyo wa mwanamke vinamnajisi. How about the gentleness of the man? Je, na huyu mwanaume mpole? All this evil thing, his heart defiles the man. Hivi vyote viovu ndani ya moyo wake vinamnajisi huyo mwanaume. Church history is replete. Historia ya kanisa imejaa of argument, controversies on externality of religion. Mabishano kuhusu tu mambo ya nje ya kidini. In Romans chapter 14 verse 2. Katika Warumi 14 mstari
mstari wa The pili, controversy got to the peak, and the apostles say, hey, what's this one? No, you should not eat vegetable. No, you should eat fish. It is wrong to eat pork. It is wrong to eat a cow. And the argument is all about what to eat and who should not eat. mabishano yalifika kiwango mtume akapata ameshangaa, sema usikule hii, usivalie hii, na ikafika wakati ikawa tu ni kubishana kuhusu cha kukula na kile ambacho hakifai kiliwe. And the apostles say, whether you eat meat or you don't eat, whether you eat fish or you don't eat, whether you eat vegetable or you don't eat, it matters nothing as far as the spiritual is concerned. Na mtume akasema ya kwamba ukiwa unakula samaki haukuli, unakula nyama haukuli, unakula mboga haukuli, hiyo haimjalishi Mungu kwa njia yote ile. Then the other people got up. Alafu watu wengine wakainuka. If you worship on Monday, you will go to hell. If you worship on Tuesday, you will go to hell. Except on Sabbath. Sabbath only. Kama unaenda kanisani Jumatatu utaenda jehanamu, kama unaenda Jumanne utaenda jehanamu, ni Sabato tu peke yake. And the apostles say, hey, there's nothing like that, it's not important. Na mtume akasema hiyo haijalishi, hakuna kitu kama hicho. In Colossians chapter 2:16 and 17, say whether it's Monday, whether it's Sabbath, whether it's Tuesday, it doesn't matter anything. Katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 17 inasema ya kwamba haijalishi iwe ni Jumapili, iwe ni Jumatatu, haijalishi. Repentance, no, don't talk about repentance. Toba, msiongee kuhusu toba. Tell them not to eat meat. Waambie wasile nyama. Tell repentance, no, don't preach about repentance. Toba, usiabudu Tell the women not to wear trousers. Waambie wanawake wasivalie suruali ndefu. Repentance, no, don't talk about repentance. Toba, usiongee kuhusu toba. Tell the women to not wear something on their head. Waambie wanawake wasifanyie vitu kwa kichwa chao. Repentance, no. Toba la. Tell the men they must be circumcised and do the law of Moses. Ambia wanaume wale ambao wametahiriwa na sheria ya Musa. The Bible says the conflict became uncontrollable. Biblia inasema ya kwamba mabishano yalifika kiwango hayawezi hata kusimamishwa. Paul and Barnabas have to stop the mission work to go back to Jerusalem. They say, how do we handle this conflict? Na Paulo na Barnaba ikawabidi wakome katika huduma, warejee kule Yerusalemu kwenda kusuluhisha haya mabishano. That is why there was the first church council in Jerusalem in Acts chapter 15. Hiyo ndio sababu kulikuwa na kamati ya kwanza ya kanisa kule Yerusalemu katika Matendo ya Mitume 15. They must keep the law of Moses. They cannot keep the law of Moses. Nobody can be saved except you are circumcised. No, you don't need to be circumcised. You must eat pork. No, we should not. Conflict. Ni lazima wahifadhi sheria ya Musa, wasihifadhi sheria ya Musa, lazima utahiriwe, na sio lazima utahiriwe, mabishano juu ya mabishano. Then we ask them, did Jesus talk about trousers? Na tukauliza, je, Yesu aliongea kuhusu suruali ndefu? Did Jesus talk about Sabbath? They say no. Yesu aliongea kuhusu watumwa? Wanasema la. Did Jesus talk about circumcision? They say no. Yesu aliongea kuhusu kutahiriwa? Wanasema la. What did Jesus talk about? Ni nini Yesu aliongelea? He said repentance must be preached. Alisema toba ni lazima ihubiriwe. And this gospel must be preached to all creatures, everybody. Na hii injili ni lazima ihubiriwe kila kiumbe, kila mtu. Okay, let us go and obey Jesus. No. This trouser must not be here. Pork you cannot eat. Circumcision, law of Moses. Basi njooni twende tuhubiri. Wanasema la hasha, hii lazima wasikize kutahiriwa, sheria ya Musa na mambo kama yale. The conflict have been there. Mabishano yalikuwepo. And then the apostle gathered. Halafu mitume and then they deliberated, they look at the Bible. Wakaana mazungumzo, wakaangalia maandiko. And the president of the church got up and said, listen to me. Na rais wa kanisa akainuka akasema, tafadhali nisikizeni. Moses has all about him in the Old Testament. Musa alikuwa naye yote katika agano la kale. My sentence is this. Lile usemi wangu. The conclusion is this. Ukamilifu wangu ni huu. Because God said, kwa sababu Mungu alisema, He is to build again the tabernacle that has been broken down. Atajenga tena lile hekalu ambalo limeletwa chini. That the residue of men
ya kwamba mabaki ya wanadamu may know the Lord. wanajua Bwana. And that when Jesus was praying in John chapter 17, Na wakati Yesu alikuwa anaomba katika Yohana sura ya 17, his prayer is that they may know you, the only true God, ombi lake ni kwamba wamjue Mungu wa pekee wa kweli, and that they may be holy. ya kwamba wao watakatifu. He didn't talk about trousers. Hakuongea kuhusu suruali He ndefu. didn't talk about eating fish or pork. Hakuongea kuhusu kukula samaki au He didn't talk about this externality that everybody is running after. hakuongea kuhusu vitu vya nje ambavyo kila mmoja anakimbilia. Therefore, the apostle wrote, Kwa hivyo mtume akaandika, tell them to avoid fornication, avoid strangled meat, because that's idolatry. waambie waachane na uzinzi, waachane na nyama ambayo imeuliwa, hiyo ni ibada ya sanamu. Be free from sin. Kwa huru kutokana na dhambi. That's the message. Hiyo ndio ujumbe. And they sent the message even to the Gentile world. Na wakatuma ujumbe hata kwa ulimwengu wa mataifa. Unfortunately, till today, Kwa bahati mbaya hadi leo, we still have people who are legalistic in the church. bado kuna watu ambao wanazingatia sheria zaidi kanisani. Whether you're a fornicator, whether you're an adulterer, whether you're a thief, it doesn't bother them. So far you wear a long gown and you cover your hair, finish. Haijalishi wewe ni mzinzi, haijalishi wewe ni mwizi, haijalishi wewe ni kahaba, kama tu unavalia vizuri, unajifunga vizuri, hao hawajali. Secret sin, open sin doesn't bother them. Dhambi za siri ambazo mtu anazifanya, hiyo hawajali. To them what's important is the external. Kwao kitu cha muhimu ni vile mtu anaonekana nje. When you keep their legalistic church rule, you are all right. Wakati unaweka zile sheria zao za kikanisa, wanasema tuko sawa. You know, I hear something and I wonder. Najua wakati mwingine nasikia kitu fulani na nashangaa. This our little girl who played the keyboard was going to the control room because she's in the technical team. Huyu msichana wetu ambaye anacheza kile chombo alikuwa anaingia katika kile chumba kwa sababu ni mmoja wa wale ambao wanashughulikia vyombo. Where are you going? Ni wapi unaenda? I'm going to the control room. Na anasema ninaenda katika kile chumba. No, it's wrong. Are you not a girl? It's wrong for a girl to enter control room. Wanamwambia kwani wewe sio msichana, ni vibaya msichana kuingia katika kile chumba. These are people who preach another gospel. Hawa ni watu ambao wanahubiri injili tofauti. I don't see that in my Bible that a woman cannot be in control room. Sioni hiyo katika Biblia ya kwamba mwanamke hawezi kuwa katika chumba cha vyombo. And the Bible says that if you add to the gospel, God will add plague to you. If you remove from the gospel, God will remove your name from the book of life. Where did you find that? Na Biblia inasema ya kwamba ukiongeza kwa Biblia, Mungu atakuongezea mateso, na pia ukiondoa, Mungu atakuongezea mateso. Hiyo ulipata wapi? The central message of this church when we started far again in those days was repentance, holiness. Ujumbe mkuu wa hii kanisa wakati tulianzisha miaka mingi iliyopita ilikuwa ni toba na utakatifu. It is the experience we have that made us to change all the externality, trousers, whatever. We throw them away because we now know when there is something real inside. Every other thing outside will fall in line. Ile ujuzi ambao tumepata baada ya miaka mingi, tumegundua ya kwamba vile vitu vya nje havijalishi kama mtu ako sawa ndani, amewekwa huru kutokana na dhambi. When your soul is set free, wakati nafsi yako imewekwa huru, and you are set free from sin, na umewekwa huru kutokana na dhambi, all the fashions of the world does not hold anymore. Mitindo yote ya ulimwengu haikuvutii tena. I still remember that day I was sitting there in the Bible study. Nakumbuka ile siku nilikuwa nimeketi hapa katika mafundisho ya Biblia. And our blessed pastor, he didn't talk about trousers, he didn't talk about earring, he didn't talk about whether you tie something. Na mchungaji wetu mpendwa hakuongea kuhusu suruali ndefu, hakuongea kuhusu vipuli, hakuongea kuhusu kujifunga vitu fulani. He preached about holy life. Alihubiri kuhusu maisha matakatifu. As he was preaching, na wakati alikuwa anahubiri, I look at myself. Nikajiangalia. The kind of trousers we used to wear in those days, they keep Lagos clean. Valia siku zile, safisha mji wa Lagos. This how I was trembling. Nilikuwa natetemeka. If it were possible to remove it in the public and throw it away, I don't want it on me anymore. Kama ingewezekana nivue na nitupe, sikuwa na
naitaka tena. I look left, I see people weeping. Na ninaangalia shoto kulia, naona watu Women removing their hair, throwing their earring, throwing it down on the necklace. Throw it away. He didn't talk about necklace. Wanawake wanatoa vipuli kwa shingo, kwa masikio wanatupa, na mchungaji hata kwa amehubiri. All the one that carry something and tear on their head is how they are pulling it out and throwing it away and say, God have mercy on me. Wengine waliokuwa na vitu katika vichwa zao walikuwa wanaondoa, wanatupa. Hakuna mtu amewaambia watoe, nasema because something happened within their heart. Kwa sababu kitu fulani kilio kimefanyika ndani ya mioyo zao. But today we have preachers. Lakini siku hizi kuna wahubiri who are for external, ambao wanashughulikia tu mambo ya nje. And you are surprised to hear. Na mnashangaa wakati mnasikia. You want to wed? Come, let us measure they will take a tape rule to measure the shoe, the heel of the shoe, and then the length of the gown. I say deeper life. That's where. Unataka kufanya harusi, njoo tupime urefu wa vazi, urefu wa kiatu. Nauliza, hii ni kanisa ya deeper life? How about repentance? Je, toba nayo? How about holiness? Takatifu nao? They say we don't care about that one. Let's force them to dress well. Will that one take them to heaven? Wanasema wote walazimishwa wavalie vizuri. Je, hiyo itawapeleka mbinguni? If their heart is touched and changed, kama mioyo yao imeguswa na imebadilishwa, whether we wear long gown or short one will no longer be an issue. Haijalishi wanavalia vazi mrefu mafupi, hiyo haitakuwa shida tena. Outward display of piety is useless, is empty, is nothing. Kuonyesha wema tu nje ni bure, haifai, si kitu chochote. Let the heart be touched. Wacha moyo uguswe ubadilishwe. Let the heart be changed. Wacha moyo ubadilishwe. And you will see that man, that woman throwing away all the external rubbish that is on him or her. Na utaona tu mtu mwenyewe akiachana na vitu vyote vya nje ambavyo ni viovu vilivyo ndani yake. Have you been made free from sin? Je, umewekwa huru kutokana na dhambi? Only genuine repentance. Ni toba tu ya ukweli. When you deliberately and sincerely turn away from sin. Wakati kwa kukusudia wewe mwenyewe na kwa kutaka unaachana na kila aina ya dhambi. That's the only thing that can set free and make you qualify for heaven. Hiyo ndio kitu itakuweka huru na ikufanye ufae kuingia mbinguni. In Isaiah chapter 55 verse 7. Katika Isaya 55 mstari wa 7. He said, let the evildoer turn away from his wickedness. Nasema na yule ambaye ni mwovu akawachane na uovu wake. Proverbs 28 verse 13. Mithali 28 mstari wa 13. He says, if we confess and forsake our sins, Nasema tufikiri na tuachane na dhambi zetu, we will obtain mercy. tutapokea rehema. It's about what happened within your heart. Ni kile ambacho kinafanyika ndani ya moyo wako. You know, many parents are now sinning today. Their children come to church, but they are not born again. They are just coming and going. By the time they get to university, we are hearing they are doing abortion. We are hearing they are something because they are not saved. They are only coming. Wazazi wengi wanasema ya kwamba watoto wetu wanakuja kanisani lakini hawajaokoka, na wakati wanaenda vyuo vikuu nasikia wamepata mimba, wanaavya mimba, ni kwa sababu hawajaokoka. My girl is wearing long gown. They are happy with that one. Is she born again? Msichana wangu anavalia sketi refu, wanafurahia hiyo, lakini swali ni je, msichana anaokoka? The father and the mother of Joseph was not there with him in Egypt, but he stood because he had the truth in his heart. Baba na mama wa Yusufu hawakuwa na Yusufu kule Misri, lakini alisimama kwa sababu alikuwa na ukweli ndani ya moyo wake. When you become born again, it doesn't matter where they take you. Wakati unaokoka haijalishi ni wapi unaenda. Philippians chapter 2 verse 15, he said you will shine in the middle of crookedness. Wafilipi sura ya 15 inasema ya kwamba utaangaza hata katikati ya maovu tele. All the immorality is going on, you are not concerned. Uzinzi inaendelea lakini unapata tu wewe hauna haja. And we know what we also knew, all that has happened in the past. Na tunajua na tumepitia haya yote ambayo yalifanyika hapo awali. When we were boys, they come to hostel when we were in school and they will be telling us the fornication they are committing, but we never follow them. Wakati tulikuwa wavulana, tukiwa katika vyuo vikuu, tulikuwa katika hayo zile nyumba, wanakuja wanasema tufanye uovu, lakini hatukukubali.
kukubaliana nao. Our father and mother were not in the boarding house with us. Weekend is a day to go into town and go and mess up your life and drink and take drugs and come back and sneak into the hostel back. Wazazi wetu hawakuwa nasi katika vyuo vikuu, na weekend ilikuwa ni siku ambayo watu wanaenda kule nje kukunywa, kufanya uovu, lakini hatukufanya hayo. We didn't follow them because something happened inside our hearts. Hatukuwafuata kwa sababu kuna kitu fulani kilikuwa kimefanywa ndani ya mioyo zetu. Let the church come back to Calvary, get saved, and see this prayer fulfilled. Now I pray that you do no evil. That's salvation. Wacha kanisa lirejee Kalvari na niombe hili ombi ya kwamba sasa hivi naomba msifanye lile lililo ovu tena, na utaona litatimilika. Holiness of life is God's demand. Kuishi maisha matakatifu ni amri ya Mungu. Ezekiel, I'm coming to the second point. Ezekieli, ninakuja kwa kipengele cha pili. Ezekiel 36. Ezekieli 36. And God spelled it out verse by verse. Na Mungu alisema hili mstari kwa mstari. So that nobody will remain in ignorance. Ili mtu yeyote asibakie katika hali ya kutojua. Ezekiel 36. Ezekieli 36. Verse 25. Mstari wa 25. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. That's salvation right there. Nami nitawanyunyuzia maji safi, nanyi mtakuwa safi, nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Hiyo ni wokovu wako pale. He said you become clean from all filthiness. Nasema ya kwamba mtakuwa wasafi kutokana na uovu wote. You say fornication, say will be cleansed. Nasema uzinzi, anasema atakusafisha. Drunkenness will be cleansed. Ulevi atakusafisha. Using drug, you'll be cleansed. Nasema madawa ya kulevya. Telling lies, you'll be cleansed. Usema uongo utasafishwa. Stealing, you'll be cleansed. Kuiba He said, utasafishwa. I, God Almighty, will do it. Nasema mimi Mungu mwenyewe. All those carry over the history of your sinfulness. He said, I will cleanse you. Haya yote historia ya uovu wako, anasema kwamba nitakusafisha. That is salvation. Hiyo ndio wokovu. But that's not the end of his work. Lakini hiyo sio mwisho wa kazi yake. Look at verse 26. Angalia mstari wa 26. A new heart also I will give you. Nami nitawapa ninyi moyo mpya. A new heart I will give you. Nami nitawapa ninyi moyo mpya. I will take away the stony heart, Nami nitaondoa ule moyo wa jiwe, the hardened heart, the Adamic nature, moyo mgumu, moyo ulio na asili ya Adamu, the inclination to sin, the propensity to do wrong. mazoea, tabia ya kutenda maovu. That's what we call holiness. Hiyo ndio tunaita utakatifu. That's what we call sanctification. Hiyo ndio tunaita utakaso. That's what we call purity of heart. Hiyo ndio tunaita usafi wa moyo. He said, externally, I will cleanse you, all the fornication thing, no more. But inside your heart, I'm going to do something and you become free. Nasema nje nitakusafisha, mambo ya uzinzi hautakuwa ndani, lakini ndani nitafanya kitu kipya. And in verse 27, he said, I'm not through yet. I see one more thing. Na mstari wa 27 anasema sijakamilisha, kuna kitu kimoja kingine. After I have saved you, Baada ya kukuokoa, cleanse you from all those dirtiness, kusafisha kutokana na maovu, after I touch your heart baada ya kugusa moyo wako and make it new, na nimeufanya ukue, then I will now put my spirit within you. basi nitamweka roho wangu ndani yako. That's Holy Spirit baptism right there. Hiyo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu So pale, that you are saved, ili umeokoka, then you are sanctified, umetakaswa, and then you are filled with the Holy Ghost. umejazwa na Roho Mtakatifu. This is what God said we will do. Hili ndilo Mungu anasema atafanya. And he said, when you ask me, that's exactly what I'm going to do. Na kwa hivyo ukiniuliza, hilo ndilo nitafanya. And thank God we have testimony in the New Testament and in the Old Testament. Tunashukuru Mungu tuko na ushuhuda katika Agano la Kale na pia Agano Jipya. God said, when I finish with that, then you'll be able to walk in my commandment. You'll be able to keep my truth, the Mungu truth. akasema baada ya mimi kumaliza hayo ndio utaweza kutembea katika amri zangu, utaweza kuhifadhi ukweli wangu.
He said, then you will know the truth. And then you say that this is wrong. I know it is wrong. I can never get into it. Akasema utajua ukweli, na sasa utajua ukweli na utajua hili ni ovu, siwezi kushughulika nalo, siwezi ingia ndani. Whether there's somebody looking at you or not, whether there's a supervisor or not, you say, this one, it is wrong. Haijalishi kuna mtu anakuona pale, haijalishi kuna mtu anakufuatilia, mwenyewe unajua tu hili ni ovu na siwezi ingia ndani. Because I've been set free, I've known the truth. Kwa sababu nimewekwa huru, nimejua ukweli. This is what God sent Jesus into the world to come and do. Hili ndilo Mungu alimtuma Yesu ulimwenguni aje alifanye. If it is to wear a long gown, I think we have sufficient tailor in the world. Jesus doesn't need to come into the world for that. Tailors can sew long dress for us. Kama ni kuvalia vazi mrefu, kuna washonaji wengi ulimwenguni. Yesu hahitaji kuja ulimwenguni kutuambia wale washonaji watashona yale mavazi marefu kwetu sisi. It is not about the external things, about the inward work of grace. Sio vitu tu vya nje, lakini ni ile kazi ya ndani ya neema. And when grace has performed its work, the external will fall in line. Na wakati neema imefanya kazi yake ndani, nje pia itakuwa sawa. The external will no longer compel or control our life anymore. Vitu vya nje havitatuelekeza tena ama havitatushurutisha tena maishani. We not becoming pastor. This trouser, is it good enough or is it short or long? This meat, is it clean or unclean? All those ones will no more be important, because the governing principle, the truth, the word of God, and the spirit of grace dwells within you. You look at it, you say, no, my conscience, the word of God, and the spirit of God says this is wrong. I can't get involved. Hakutakuwa na mabishano, mchungaji, longi nimevalia ni sawa, hii sketi nimevalia ni mrefu ama ni mfupi. La hasha, hii nyama ni sawa. La hasha, itakuwa ni kwamba unaelekezwa na kile kimefanyika ndani yako. Hakutakuwa na mabishano. God is calling you and me to repentance. Everyone, repentance. Mungu anaita wewe na mimi, kila mmoja wetu katika toba. Because that is the starting point. Repent ye therefore and be converted. Kwa sababu hapo ndio mwanzo, tubuni na mbadilishwe. In Acts chapter 3 verse 26. Katika Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 26. He said, this is why God sent Jesus to bless you. How? By turning everyone from his iniquity. Nasema hivi sababu kwa Yesu ili afanye nini? Awabadilishe kutokana na kila aina ya uovu. Is to turn from iniquity. Ni kubadilika utoke katika uovu. Is to turn from sin. Ni kubadilika kutoka katika dhambi. And God made adequate provision for that. Na Mungu amepeana ambalo linatosha kwa ajili ya hiyo. That's why the Bible says by grace you are saved. Na ndio sababu Biblia inasema ya kwamba kwa neema mmeokolewa. No matter how dirty you are, haijalishi wewe ni mwovu kiasi, grace can get you into complete freedom from that dirtiness. Neema yaweza kukuingiza katika uhuru tele kutokana na ule uovu. The woman caught in adultery, that was dirty enough. Mwanamke ambaye alipatwa katika uasherati, hiyo ni uchafu tele. Paul the apostle, that man was dirty enough. Mtume Paulo alikuwa mtu ambaye alikuwa mwovu sana. Mary Magdalene, that woman was dirty enough. Mariamu pia alikuwa mwanamke ambaye alikuwa na uovu tele. But when they yielded lakini wakati walijipea to the gospel of salvation, kwa injili ya wokovu, they received salvation, walipokea wokovu, cleansed wakasafishwa from the external and the internal. Kutokana na ile ya nje na hata pia ile. And Paul can stand and say there's no more condemnation. Na Paulo akaweza hata kusimama akasema ya kwamba hapana hukumu tena. Dear friends, let's go back to Calvary. Wapendwa, turejee Kalvari. The one we are fine in the church, but we are thunder at home. The one we are looking fine in the church, but we are thieves at home. Let that one come to an end. Hii ya kuonekana uko sawa kanisani lakini wewe ni radi nyumbani, kuonekana uko sawa kanisani lakini kule kazini wewe ni mwizi, hiyo tuachane nayo. I must confess I tremble at the situation of many of the people in this church. Ni lazima nikiri ya kwamba mimi utatemeka wakati naangalia hali ya watu fulani katika hili kanisa. I was in a wedding. Nilikuwa katika harusi. The previous night, the bride slept in a particular room with one other person. Usiku kabla
ile hiyo siku ya harusi, huyu msichana ambaye alikuwa anaolewa alikuwa amelala katika chumba kingine na mmoja wa watu ambao walikuwa wanahudhuria hiyo harusi. The money of wedding money was missing. Na ile pesa ya harusi ilikuwa haipo. In the money, the money of the bride disappeared. Fedha ya yule ambaye alifaa afanya harusi asubuhi ikapotea. So the matter was brought to me. Kwa hivyo hiyo kesi nikaletewa. And I said, how many people slept in that house? Nikajiuliza ni watu wangapi walilala katika ile nyumba? There are only 3. Kaambia ni watatu. The bride, yule another lady, and then a bridemaid. Na yule ambaye anasimamia msichana. That one even slept in another room. Hata huyu alilala katika chumba kingine. I said there will be no wedding this morning until that money come out like this. Nikasema hakuna harusi itafanyika, lazima pesa zitolewe. So the long story short, the two others, one stole the money. Na kufupisha, mmoja wa wale wawili walikuwa anaiba hiyo pesa. Sister Deeper Life on the way to hell. Dada wa kanisa ako njiani anaelekea jana. Long gown. Amevalia vazi mrefu. All the head is covered. Amefunika kichwa chote. But thieves in the heart. Lakini ni mwizi moyoni. When shall we stop deceiving ourselves? Lini tutakoma kujiandaa? When will you address the reality of your life? Lini utashughulikia kile kitu cha muhimu maishani mwako? Have you been made free from sin? Je, umewekwa huru kutokana na dhambi? Or that we should just carry religion, put on the head, and then be running around we are going to heaven? Which one? Ama ni kubeba tu dini tunaweka juu ya kichwa unakimbia hapa na pale tunaenda mbinguni? Will thief also go to heaven? Je, wezi pia wataenda mbinguni without repentance? bila toba? In those days, pastor doesn't set panel. We go to report ourselves. Na siku zile hata mchungaji hakuwa anatuchunguza. Wenyewe tunaenda tunamwambia mchungaji tumefanya hivi. At the end of the message, the conviction comes. Say, Pastor, I'm so sorry. This is what I did. Unamwendea mchungaji unamwambia mchungaji nasikitika. Not today, we are trying to cover it. Sio siku hizi unaficha, unafunika utaki. In those days, we open it. Siku zile sisi wenyewe tulikuwa tunamwendea. Let's go back to the Bible, or else we'll just be deceiving ourselves. There's no heaven for a sinner. Turejee katika maandiko, kule tutakuwa tunajidanganya tu kwa sababu hakuna mbingu kwa mtenda dhambi. What did God do so that you and me can be free from sin? Mungu alifanya nini ili wewe na mimi tuwe huru kutokana na dhambi? Calvary. If you read Galatians chapter 3 verse 13, the Bible says he was nailed so that the curse, our iniquity, everything upon him. Ukisoma wa Galatia sura ya 3 mstari wa 13 nasema ya kwamba alipigiliwa msumari ili laana yetu iwe juu yake, kila kitu juu yake. For by grace you are saved. Kwa neema tumeokolewa. Grace and the power of salvation is still available even now. Na nguvu za wokovu bado zipo hata sasa. And when that experience of salvation happened, na wakati ile wokovu unaingia ndani yako, look at testimony, Bible testimony, not the idea of men. Angalia shuhuda ya Biblia, sio fikra za wanadamu. Philippians chapter 2. Wafilipi sura ya 2. Philippians chapter 2. Wafilipi sura ya 2. The question you must ask yourself is, when will I be free? Swali ambalo nitakana ujiulize ni kwamba ni lini nitakuwa huru? We hear report of fighting husband and wife, they beat themselves. Tunasikia hata habari mke na mumewe wanapigana kwa nyumba. This person we employ to help us to sell, he has stolen all the money. Huyu ambaye tulimwajiri tusaidie kuuza ameiba pesa zote. In those days, company, they used to write letter to pastor to give them accountant, to give them cashier, to give them people, because we know your people. When they are there, they are honest. Zile siku mchungaji wetu askofu alikuwa anaandikiwa barua na makampuni, wanasema kwamba tunataka mhandisi, tunataka mtu fulani, kwa sababu tulikuwa tunajulikana, wanajua ya kwamba watu wa hili kanisa ni watu waaminifu. Are we getting better? Je, tunakuwa bora by long trouser and long gown? Kwa kuvaa suruali ndefu na sketi with the heart perverse, with wickedness, with cruelty, with stealing, with lying. Na wakati moyo umejaa utukutu, wizi, uongo na maovu. Look at your Bible.
Angalia Biblia yako. When salvation happens, look at what the Bible says. Wakati mtu anapata wokovu, angalia ni nini Biblia inasema. Philippians chapter 2, look at verse 15. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 15. Philippians 2:15. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 15. That ye may be blameless and harmless. Ili inasema, maandiko yanasema ya kwamba ili Wafilipi sura ya 2 mstari wa 15, samahani. That ye may be blameless and harmless, the sons of God. Wasio na lawama, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama. Without rebuke. Wala udanganyifu, wasio na ila. In the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine. Shine as light in the world. Kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati yao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. That's what salvation does. Hilo ndilo wokovu unafanya. A white lily in the dung hill. Lile ua jeupe kwenye uchafu. You know where they dump the thing in Dandora? Unajua kule ambapo uchafu unawekwa kule Dandora. All the surrounding very dirty and smelling. Mazingara yote ni maovu na yanatoa uvundo. Then this white lily will grow. Alafu hili ua nyeupe linamea. And it doesn't matter how dirty the surrounding is, it will bring its white flower, transparently white. Na haijalishi mazingara ni machafu kiasi gani, unaona lile ua linakuwa safi nyeupe. It doesn't matter what happened in your school. If you are a child of God, you will shine. Haijalishi nini inafanyika shuleni mwenu, kama wewe ni mwana wa Mungu utaendelea kuangaza. It doesn't matter what they do in the market. If you are a child of God, you will shine in that market. Haijalishi kule sokoni ambako unafanya biashara wanafanya nini, kama wewe ni mwana wa Mungu. It doesn't matter what they are doing there. Haijalishi wenzako wanafanya nini. Joseph was there in Egypt. The man was shining. Yusufu alikuwa kule Misri na alikuwa anaangaza. Esther was in Shushan. She was shining. Esther alikuwa kule Shushan, alikuwa anaangaza. Daniel was in Babylon. He shined. Daniel alikuwa kule Babiloni, alikuwa anaangaza. If the sun sets you free, you will shine for God. Mwana akikuweka huru, utaangaza kwa ajili ya Mungu. Inward, let me round up. Inward demonstration of piety. Hebu nikamilishe maonyesho ya ndani ya wema. If truly you are born again, kama kwa ukweli umeokoka, you will know it by the change in your life. Utajua kwa mabadiliko yaliyo ndani ya maisha yako. God has made all the provision. Mungu ameleta upeana wote. That's why the Bible says if any man, any woman, any boy or girl come into Christ, is a new creature. Ndio sababu Biblia inasema ya kwamba ikiwa mwanamke yeyote, mvulana yeyote, msichana yeyote, mwanaume yeyote akikuja kwa Yesu, anakuwa kiumbe kipya. New creature. Kiumbe kipya. What does that mean? Hiyo inamaanisha It's like you say newborn baby. Ni kana vile tunasema mtoto ambaye amezaliwa. Everything around that baby is new. Kila kitu ambacho kiko ndani ya mtoto kinamzungura ni kipya. That baby was in the dark room of the womb. Now is out. Huyo mtoto alikuwa katika tumbo ya mama yake katika giza, lakini sasa ako nje. Even the dresses they used to wrap the baby is new. Hata yale mavazi ambayo anamvalisha huyo mtoto ni mavazi mapya. Jesus said you must be born again. When you become born again, you become new creature. Yesu alisema ni lazima mzaliwe mara ya pili. Unapozaliwa mara ya pili mnakuwa viumbe vipya. All things pass away. Ya kale yote yanapita. And the apostle say, I pray na mtume akasema ninaomba that you will not return back to evil. Ya kwamba mtarejea katika maovu. I pray you do no evil. Naomba msitende uovu tena. If you have been raised from sinful life, kama umekombolewa katika maisha ya dhambi, mere practice of religion, ile tu dini ya nje, and you have been transformed and revived, na umebadilishwa, umefanywa upya, in the language of Paul to the Ephesian church in chapter 3 verse 1, katika lugha ya Paulo kwa kanisa la Efeso sura ya 3 mstari wa he said, kwanza, you are quickened, you are made alive. akasema
mmeamshwa tena, mmefanywa upya. Then continue in that light. Nasema endeleeni, kumulizeni katika huo mwangaza. Continue in that experience. Endeleeni katika hiyo ushuhuda. Follow me, Ephesians chapter 5. Hebu tuende katika Waefeso sura ya 5. Verse 12. Mstari wa 12. Ephesians chapter 5 verse 12. Waefeso sura ya 5 mstari wa 12. For it's a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena. The thing they do in secret is shameful. Hata yale mambo anafanya katika siri ni aibu. Do you stick shameful thing in your life? Je, unakomelia katika vitu ambavyo ni vya aibu ndani ya maisha yako? If the answer is yes, then you are not born again. Kama jibu ni ndio, basi haujazaliwa mara ya pili. Do you still do secret things that are evil? Je, bado unafanya mambo ambayo ni maovu kisirisiri? That your conscience is complaining, this is wrong. Ya kwamba hata dhamiri yako inakuambia hii vitu unafanya ni If that is true, you are not born again. Kama hiyo ni ukweli, basi haujazaliwa mara ya pili. The Bible says when you become born again is that you have received new life, new creature. Biblia inasema ya kwamba ukizaliwa mara ya pili unapokea maisha mapya, unakuwa kiumbe kipya. And when you become a new creature, na wakati unakuwa kiumbe kipya, the message of Jesus to you is, ujumbe wa Yesu kwako ni, let your light so shine. Wacha maisha yako yaangaze. Let your character so shine. Wacha tabia na menendo yako iangaze. Behavior and conduct, let it so shine. Mwelekeo wako, tabia yako na iangaze. That people can see the difference. Ya kwamba hata watu wanaweza ona tofauti. This is a honest girl. Nasema huyu ni msichana ambaye ni mwaminifu. This is a man of integrity. Huyu ni mwanaume ambaye anaweza tegemewa. This person is faithful. Huyu mpendwa ni mwaminifu. That's the meaning of being born again. Hiyo ndio maana ya kuzaliwa mara ya pili. And Jesus paid the price. Na Yesu alilipa gharama. And the apostle prayed for you. Na mtume akakuombea. And we saw the answer in the life of many in the Bible. Na tumeona jibu katika maisha ya wengi katika Biblia. It's your turn to come into the light. Ni wakati wako sasa kuingia katika mwangaza. Make this day that day. Hebu fanya hii siku ikuwe ile siku. When you will be able to speak before angels and devils. Wakati utaweza kuongea mbele ya malaika na maibilisi. There is no more condemnation. Ya kwamba si hukumiki tena. Because the Son is still setting free even now. Kwa sababu mwana baada anaweka watu huru hata leo. Let's rise up and pray. Tuinuke tuombe. Have you been made free from sin? Je, umewekwa huru kutokana na dhambi? What's your answer? Jibu lako ni lipi? I didn't say have you joined church. Sikusema umejiunga na kanisa. I didn't say do you wear long gown. Sikusema ya kwamba usivalie vazi. My question is your heart changed? Swali langu ni je, moyo wako umebadilishwa? Is your heart transformed? Moyo wako umefanywa upya? Covetousness, secret sin, are they gone? Tamaa mbaya, dhambi za kisiri, je, zimeondoka? Wickedness and theft, are they gone? Uovu na wizi umeondoka? Fornication, abortion, are they gone? Uzinzi, kuavya mimba, umewachana nayo? Violence and cheating, gone? Ile ubaya na kusema uongo vimeondoka? Tormenting others and oppressing them, gone? Kuwatesa na kuwaumiza wengine umewachana nayo? Lying to your wife, to your husband, to your friends and to pastor, gone? Kumdanganya mmeo, mkeo, wenzako, rafiki zako, hata mchungaji, je, imeondoka? Stealing out there or in here, is it gone? Kuiba kule nje ama hata hapa ndani, je, umewachana nayo? He said, now I pray. Anasema sasa hivi naomba. He's praying for you. Anakuombea. And what's the prayer? Na ombi lake ni lipi? That you do no evil. Ya kwamba usitende maovu. That you do no evil. Ya kwamba usitende maovu. What are you asking the Lord? Swali lako kwa Bwana ni lipi? Are you asking like Saul, what do you want me to do? Je, unamuuliza vile Sauli alivyomuuliza Bwana, unahitaji nifanye nini? You're still saying, I'm used to hearing that, it doesn't matter. Kama bado unasema hili
Judas got the warning, he never cared. Yuda alionywa lakini hakujali. The time he needed repentance, it was too late. Na wakati alitaka kutubu, alikuwa amechelewa. Saul had the warning and he changed immediately. Na pia Sauli alisikia onyo na akabadilika mara moja. And he became an instrument even in the service of God. Na akawa chombo katika huduma ya Mungu. You have had the warning. Umesikia onyo? What is your take? Je, uamuzi wako ni upi? Take the action of Saul Utachukua hatua ya Sauli to become Paul, kuwa Paulo, to become useful in the body of God and the service of God, ukiwa muhimu katika shamba la Bwana, katika huduma ya to be Bwana, ready to serve for the Lord, uwe tayari kuteseka kwa ajili ya Bwana, or will remain like Judas. ama utabakia kama Yuda. It's a personal search. Ni mwenyewe kujichunguza. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Lord, we heard your voice. Bwana, tumesikia sauti yako. You've spoken to us everything that has happened before that needs to be recollected now for our change. Umetunenea kuhusu vyote vilivyotendeka hapo awali ambavyo vinafaa tuviangalie tena ili tubadilike. Lord, everybody who has heard your word, Lord, can make a conclusion. Bwana, kila mmoja ambaye amesikia neno lako anaweza fanya uamuzi. And the conclusion will be the determination of the life after. Na uamuzi wake ni kuhusu maisha ya baada ya hapa ulimwenguni. You say, Lord, those who come to you, you will not cast them away. Umesema ya kwamba wote ambao watakuja kwako hautawatupilia mbali. As many as have repented sincerely in their heart, and they are saying, I will not go back to this life. Have mercy upon them, Lord, in Jesus' name. Wengi wametubu kwa kumaanisha na wanasema kwamba Bwana tutarejea katika dhambi hizi, warehemu ye Bwana katika jina la Yesu. And those who still have a stony heart, they don't mind, Lord, you still have mercy, that will come to you. Na wale ambao bado wana mioyo ya jiwe na hawajali, Bwana ninakuomba ya kwamba bado utawarehemu. No one knows tomorrow. Hakuna yule ambaye anajua ya kesho. You are the only one who knows after now and what comes after. Ni wewe tu ndio unajua kile kitafanyika baada ya hapa na hata yale ambayo yatakuja baadaye. May none of those who have heard your word perish in the sins again in Jesus' name. Wasiwe na hata mmoja wa wale ambao wamesikia neno lako ambaye ataangalia katika dhambi katika jina la Yesu. We thank you because of your faithfulness. Tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Let your word continue abiding in us richly in Jesus' name. Wacha neno lako liendelee kudumu ndani yetu milele katika jina la Yesu. Thank you because you know the answer. Asante kwa sababu tunajua umejibu. And in Jesus' name we pray. Na katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Thank you and be blessed. Asanteni, mbarikiwe.